Happy Sunday watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, William Samoei Ruto amekuwa akikumbana na changamoto kadhaa wakati anajaribu kuelekea kwenye ibada zake pale kanisani. Kanisa ambalo lilikuwa linamsupport William Samoei Ruto pale mwaka wa 2022, hilo kanisa sasa hivi limekuja kujitenga na William Samoei Ruto. Na ni kwa sababu ya yale mambo ambayo yanatendeka hapa nchini Kenya chini ya uongozi wa William Samoei Ruto. Kuanzia mwaka uliopita ndio kanisa lilianza kuonyeshana tofauti na hii serikali ya Kenya Kwanza. Baada ya maandamano ya vijana wa Gen Z ya mwezi wa 6 mwaka wa 2024, kutoka kipindi kile kanisa limejitenga kabisa na William Samoei Ruto. Na sasa kuna hiki kisa cha hivi punde kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Watazamaji, kanisa limekuwa likikosoa serikali ya Kenya Kwanza kuhusiana na visa vya utekaji nyara na mauaji ambayo yamekuwa yakitendeka hapa nchini Kenya. Na sasa hivi watazamaji wangu, ni jambo la kuhuzunisha kuona ya kwamba wakubwa wa polisi wamehusika kwa njia moja ama nyingine kwenye kifo cha Albert Ojwang. Sasa hivi kuna shinikizo kubwa sana kutoka kwa viongozi kwa wananchi huyu Eliud Lagat aweze kuchukuliwa hatua za kisheria, aachishwe kazi ama aresign yeye mwenyewe. Na kando na kuresign aweze kukamatwa, huku uchunguzi ukiendelea kufanywa kuhusiana na kifo cha Albert ambacho kilitokea akiwa chini ya maofisa wa polisi kule Central Police Station jijini Nairobi. Nataka msikize ujumbe kutoka kwa baadhi ya wananchi ambao wanamshinikiza Eliud Lagat aweze kujiuzulu, kwa sababu nchi haiwezi karibika kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa sababu yale maandamano ambayo tumekuwa yakishuhudiwa hapa nchini Kenya sasa hivi ni kwa sababu ya huyu Eliud. Kwa hivyo inaonekana suluhisho pekee ni huyu Eliud aweze kujiuzulu na aweze kukamatwa kando na kujiuzulu. Sikiza ujumbe watazamaji, lakini kwanza na kuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Sisi kama chama hatufurahishi sana na vile mmoja wetu wa Kenya hii amekataa kujiuzulu. Mtu mmoja peke yake hawezi fanya Kenya hii kachomeka. Yaani kwani yeye ana nguvu gani? Kwa sababu kama uliua mwalimu alikuwa na njia nyingi za kummaliza. Jambo la kwanza, ningemstaki yeye katika employer wake ambaye ni TSC, angefutwa kazi. Mwalimu ungempeleka kotini. Kule kotini ungempeleka, angechajiwa alafu afutwe kazi. Lakini kumuua, kutoa uhai wake, sisi hatuungi mkono hata kidogo. Na hata hivyo kuna mtu mmoja tu ambao Wakenya wote wanataka jiuzulu. Mtu tu mmoja. Huyo mtu mmoja ambao Kenya wanataka jiuzulu amekataa kujiuzulu. Kwa hivyo unaona magari yanachomwa, watu wanakufa, polisi wanauawa, watu wanabeba panga kwa sababu ya mtu mmoja. Sisi kama chama cha KNUT, sisi kama chama tutakuwa compelled next week. Tutoe walimu wetu wakati mmoja nje ya darasa. Tuhakikishe tumekuja kulia na mwenzetu ambaye alikufa. Ili huyu jamaa asalimu amri, atoke kwa mamlaka yake na aende nyumbani. Hata mimi nikikosa nitafutwa kazi na niende nyumbani. Ukiangalia vile serikali inashughulikia hilo jambo, inatukera sisi kama walimu. Itakuwaje askari mmoja ashikwe? Na shangaa. Ningependa kusikia hata majina ya hawa askari ambao walimchukua nyumbani kwake wakampeleka Migori, wale ambao walikuwa kwa Subaru pia. Ningependa watajwe majina yao, na pia hao kama James Mukhwana inafaa kuendani, pia hao inafaa kuendani kufikia saa hizi. Na shangaa ni askari mmoja ako ndani kwa sababu ya hicho kifo. Sijui ni kama yeye alienda akamchukua mwalimu kwake akampeleka mpaka Nairobi. Hilo jambo linatukera sisi kama walimu. Mwalimu ambaye anawakilisha walimu walio na ulemavu katika chama chetu cha NAT. Pia sisi kama tawi la Mumias tunajiunga na walimu wenzetu kuomboleza mwenzetu ambaye aliweza kuuawa kinyama na maafisa wa polisi ambao tunatarajia kwamba ni watu ambao wanatakikana wawe wakilinda mali yetu na uhai wetu. Hilo jambo lasikitisha sana muona mwenzetu ambaye alikuwa angali mchanga akiwa na matarajio mengi katika maisha yake ya baadaye. Ni madaktari wafanye kazi yao vizuri, kwa sababu huyu mwalimu ambaye tunamzika leo ilikuwa ni mtepetevu wa madaktari. Walioperate mwalimu wakapasua, lakini wakakosa kuangalia nafsi yake, ikaendelea kuvuja damu mpaka siku ile mwalimu alifariki. Kwa hivyo tungeomba madaktari ambao wanatibu walimu wetu ama mtu yeyote Kenya hii
afanye kazi yake vile alifunzwa, kulingana na vile alisoma darasani na katika chuo ambacho alikuwa. Sababu tunapata watu wengi, juzi tulizika mwalimu kule Matungu, yeye alikuwa anatibiwa kansa na kumbe alikuwa na pneumonia. Alikuwa anatibiwa kansa na kumbe alikuwa na pneumonia. Kwa hivyo kulingana na mimi, madaktari wakati mwingine wanafanya kazi yao vibaya. Sasa kulingana na mimi, madaktari wetu hawafanyi kazi kulingana na vile inatakana kuwa. Kama wanafanya kazi vizuri, hatungekuwa na maafa mengi wakati huu. Si kwa sababu watu wanakufa kwa wingi, ni kwa sababu ya utepetevu wa madaktari ambao tuko nao. Hiyo cover yetu inatusaidia tu kama tutatibiwa vizuri. Lakini ukienda hospitali alafu kutibu vibaya, vile huyu madam alitibiwa vibaya na kawa kafariki. Wana operate esophagus alafu anatoa nerve moja wasimpeleke, anavuja damu mpaka aenda akufe. Hata cover yetu ndio walichukua pesa. Lakini ukweli haitusaidii. Wale ambao wanahusika na kuchukua pesa zetu wafuatilie, wajue walimu wanatibiwa namna gani, kwa sababu wao ndio wanalipa pia. Hii tabia ya maaskari kushika watu na kuenda kuwaua haijaanza leo. Kama hii sheria ingepita na hawa jamaa wao wanakosolewa, haongekuwa wanaendelea. Nakumbuka miaka iliyopita kidogo, ndugu yetu Malova alishikwa pale Mumias Town, akapelekwa Butere, mahali ambapo kulikuwa kumechimbwa kaburi. Wale waliomshika walikuwa askari wa Butere, karibu wamuue, lakini kwa bahati nzuri akashika hiyo panga na kata yule muuaji ambao alikuwa amepelekewa na maaskari. I want to say it is very unfortunate. Juzi kulikuwa na shida pale Mumias, ambapo mwalimu wangu mmoja headmaster karibu auawe pia. Uzuri tu ama bahati yake ni mimi ambaye nilikuwa nimeenda pale kuangalia kule ndani. Wakati nilifika wakatoroka. Kwa hivyo walitakana kwenda kumchukua tu pale kwa polisi na waende na yeye na waende wamuue ama fanye chochote, lakini kwa bahati tu nzuri nilikuwa pale karibu. Nataka kusema ya kwa hivi visanga vya polisi kuchukua watu na kwenda kuua vimekuwa vingi sana Kenya hii, na ni lazima viweze kusimamishwa. I also want to remind the head of state, the president of this country, President Ruto, hakikisha huyu jamaa ameenda nyumbani, mwambie aende nyumbani ili Kenya iwe nzuri, kwa sababu kwa wakati huu Kenya inachomeka kwa sababu yako. Toa tu amri. Kipchumba Murkomen, toa amri. Huyu jamaa aende nyumbani. Mhakikishe hata kama unataka kumlipa mshahara mlango wa nyuma, mlipe mshahara upande ule mwingine, lakini kama... Na mtazamaji, wananchi wanaendelea kujiuliza maswali mengi sana kuhusiana na kifo cha Albert. Kiliweza kutokea aje chini ya maofisa wa polisi, ili hali wao ndio huwa tunawaamini wanatulinda, wanatuokoa kutokana na mob justice. Sasa tena hatuko tena salama mikononi mwa ofisi zao. Vile ambavyo kifo cha Albert kiliweza kutokea, watazamaji wangu, na vile ambavyo polisi waliweza kuelezea ni kinyume kabisa na ile CCTV footage ambayo tumeipata kutoka kule Mbagathi Hospital, wakati Albert Ojwang alifikishwa pale hospitalini akiwa tayari ameiaga dunia. Kwenye mtandao wa kijamii wa X sasa hivi, watazamaji wangu, wa Kenya vijana wa Gen Z wameanza kujiandaa tena kurudi kwenye maandamano. Tuesday, siku ya Tuesday, wamepanga kurudi kwenye maandamano na kumshinikiza Eliud Lagat aweze kujiuzulu na pia aweze kukamatwa. Na ili jambo lisije likatoke ama haya maandamano ya vijana wa Gen Z asije yakaendelea, naona njia pekee ambayo serikali inaweza kuzuia haya maandamano ni kuhakikisha kwamba wamemkamata huyu Eliud Lagat ama wamemwachisha kazi kwa muda, huku uchunguzi ukiendelea kufanywa, kwa sababu haya maandamano yote ya vijana wa Gen Z ambayo wanataka kuyaanza sasa hivi ni kwa sababu ya kifo cha Albert Ojwang, na wanataka Deputy Inspector General wa polisi Eliud Lagat aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na ili swala la kifo cha Albert. Mpaka hapo, je, unaona Albert kifo chake kilikuwa ni cha kawaida, alijisababishia yeye mwenyewe, ama ni maofisa wa DCI ama wa polisi ambao walihusika kumuua kwa njia moja ama nyingine? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji, na kabla sijatambatisha ningependa kukumbusha tena mtazamaji, kama ndio mara yako kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.